Daima siku zote mwenye shibe hamjari mwenye njaa. Yaani ukiwa umeshiba, mtu akija akikuambia nina njaa, unaweza ukamsikiliza, lakini uwezo ukawa na uzito kama ambavyo wewe ukiwa na njaa unaweza ukahangaika. Ukiwa umeshiba, huwezi ukahisi maumivu ya njaa au kayapima ni ya kiasi gani, kwa sababu wewe umeshiba. Tuko kwenye kipindi ambacho dunia na ulimwengu kwa ujumla tumejikuta tuko hapa tulipo. Dunia na mabadiliko na teknolojia, upinge usipinge, yani vyenyewe vinajibadilisha vyenyewe. Kwanza maandiko yanatimia, lakini pili kuna mambo mengi yanatimia. Tumekuwa na wimbi kubwa la watu wanawashambulia masingo mother. Yaani kwamba kuwa single mother inaonekana ni tatizo kuliko kwa mwanamke ambaye hana mtoto au hajazaa au yeye hahangaiki na chochote, kuliko yule ambaye analea watoto. Kwa wimbi hili limekuwa ni kubwa. Masingo mother wamekuwa wakitukanwa, wakiwekewa, wengine wakisema ni laana. Mpaka wachungaji wanasema kuwa single mother ni laana. Kuwa single mother ni mtu ambaye hujiheshimu, huheshimiki katika jamii. Mimi yote ninayakubali, lakini nauliza swali kwa wewe ambaye unasema ni laana. Hakuna mtu aliyezaliwa ni single mother. Kwanza hayupo. Hakuna mtu alizaliwa ni single mother. Hakuna mtu alikuwa anakuwa anamaliza shule ni single mother. Hata alipokuwa binti akageuka kuwa single mother. Kuna jambo ambalo lilifanyika likamwacha mtu huyu akiwa ni single mother. Ni mtu ambaye anaishi, alikuwa kwenye ndoa kaachika, kazaa nyumbani, hivi na hivi, kafiwa, kabaki kuwa ni single mother. Maana yake ni kwamba kuna tatizo lilitokea, kuna mahusiano yalivunjika, yakamwacha mtu huyu akiwa ni single mother. Laana ni ipi kati ya hizi? Laana ni ile iliyovunja mahusiano, au ni huyu mtu ambaye amebaki anaishi mwenyewe akiwa analea watoto wake, anapambana, anawasomesha? Huyu ndiye laana, au ni lile tukio ambalo lilitokea kwenye mahusiano yao? Kuna wakati unapotaka kuzungumza kitu ujizuie sana. Kama Mungu amekujalia umelelewa na wazazi wawili, ukasomeshwa, ukaenda shule, basi usirudi kuwapiga waliolelewa na mzazi mmoja kana kwamba wao sio binadamu, au wao hawakulelewa vizuri, au wao hawana maadili. Rahasha. Unachotakiwa kufanya ni kumshukuru Mungu kwamba mimi nimelelewa na wazazi wote wawili. Hii ya kusema single mother ni laana, single mother ni maraya, wazinzi tu, ni wanawake wenye kiburi, ndio maana wametoka kwenye ndoa. Changamoto za watu, hata kama wewe haijakutokea, lakini inawezekana mjomba wako imetokea, binamu yako ikatokea, mtu kijini kwenu ikatokea. Hiyo iko wazi. Changamoto za watu usizivalie njuga, usizifungie mkanda changamoto za watu. Kila mtu ana kiatu chake. Nadhani ingekuwa ni busara sana wale ambao mnawashambulia masingle mother bila kufahamu changamoto zao. Kama ningeona mtu anajitokeza anasema nataka niwasaidie, niwashike mkono pale wanapopitia katika uchumi, niwawezeshe katika biashara, ningemuona huyo. Hata akisema ni laana, alikuwa na uwezo wa kutukana. Wewe unayetukana unawasaidia nini wakina mama ambao wanajiishia maisha yao kabisa? Unawasaidia nini? Una nini cha kuwasaidia ambacho kinakufanya uinue kinywa chako kwamba wakina mama wote masingle mother ni laana? Una nini cha kuwasaidia wewe? Nadhani ni vizuri sana kuangalia. Yesu anatufundisha
Walipokuwa wakimtaka kumhukumu yule mwanamke aliyeshikwa na zinaa, kumpiga kwa mawe ili afe, Yesu akasema kama kuna mtu hana kosa, ni mtakatifu kabisa, basi ndio wa kwanza kumpiga huyo mama. Akainama kichwa chake chini namna hii, akaanza kuchora. Hakuonekana hata mmoja wa kumpiga mawe. Unaponyosha kidole hivi kwa mwenzako, unapoliona boriti kwenye jicho la mwenzako, toa kwanza banzi kwenye jicho lako. Single mother anayelea watoto wake, anayepambania chakula na watoto wake, ni wa maana kuliko yule baba ambaye amekimbia familia, yuko anaishi na wanawake wengine huko. Ameacha watoto aliozaa mwenyewe, amemwachia mwanamke. Hata baraka leo hii zimehama mikononi mwa hao wanaume wa hovyo, zimekwenda kwa wanawake. Kwa sababu wewe ufanye yale majukumu yako, umezaa watoto, umemwachia mwanamke. Nadhani tuna wakati wa kujifunza. Tunahitaji kujifunza. Dunia imeenda mbele, maisha yamesonga, tuko mbali, lakini tunahitaji kufahamu kwamba tuko katika sehemu gani, ili tuweze kufika mahali ambapo tutafanya vizuri zaidi. Badala ya kushambulia, tuwe watu ambao tunaweza kuokoa kizazi na vizazi.